Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Hatimaye siri imeweza kufahamika, hii kimaanisha kwamba Suzy ndiye aliyemzika mama yake na sehemu pekee alipomzika ni sehemu hiyo. Kwa hivyo ameweza kupafahamu. Ni kitu ambacho hakukitarajia kabisa, ila tu alijua labda kwamba kuna mzoga aidha wa mbwa au wa mnyama yote yule ambao ulifikiwa hapo. Hakufahamu kama hii ingeweza kujili, yani kama binadamu ndiye aliyefikiwa hapo. Ni kitu ambacho hakukifikiria kabisa. Sasa tu baada ya kuweza kupiga jembe mbili jembe tatu, anainua mkono wa binadamu, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Sasa swali kubwa ni kwamba ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili? Kumbuka ni kwamba inabidi hapo basi aweze kupelekwa jela. Kama ni vipi huyu ambaye ni Suzy aweze kupelekwa jela. Kwa hivyo moja kwa moja tukio hili linakwenda kuibua maswali mazito sana, mambo mengi sana yanakwenda kufika mwisho katika upande wa Suzy, na huu ndio mwisho mzima wa Suzy na hatima yake ya yeye kuweza kufika katika mikono ya polisi na kuweza kufungwa kwa kosa la kuweza kufanya mauaji ya mama yake. Kwa hivyo hili ni balaa zito kinoma noma. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni channel ya upendo. Kama kuna nakubali na comment msalafu, kisha nikwambie tu kwamba hakikisha unadondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwa upande wako binafsi kwamba unahisi ni adhabu ipi ambayo inamstahili Suzy kwa sasa, kwamba aweze kufungwa kifungo cha maisha au aweze kuhukumiwa kunyongwa kwa kosa la kuweza kuua. Ni kipi hasa ambacho kwa upande wako unakiona ni sahihi aweze kufanyiwa Suzy? Adhabu gani ambayo inamfaa aweze kufanyiwa? Niambie kwenye comment hapo, alafu kisha bonyeza neno subscribe. Basi nichukue nafasi hii kualike, huu ni uchambuzi kwa kina na hapa unazungumza uchambuzi. Kwa hivyo karibu tuweze kuanza uchambuzi. Tutaanzia mwanzoni kabisa ni kufahamisha yale ambayo ulikuwa uyafahamu, lakini pia nikujuza ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili. Sasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mwanzoni kabisa, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Winnie kama unafahamu tayari cha kumpeleka polisi kwa upande mzima wa King. Sasa chajibu ni kwamba King kuna pointi ambazo zimeonyesha wazi kwamba inabidi waweze kumwachia, kwa sababu kesi ambayo aliyoitwa na namna ambavyo alivyokuwa anajidefend, lakini pia ukikumbuka yeye kipindi kile ndiye aliyepiga simu polisi. Ukiangalia mazingira haya utagundua kabisa moja kwa moja kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa au limekwenda sawa. Kwa hivyo moja kwa moja inabidi waweze kumwachia aweze kufika mtaani na kuweza rasmi polisi wao wenyewe waweze kuanza uchunguzi. Sasa ukiachana nao ni kwamba kuna kitu kipi hapa ambacho kipo kwa upande mzima wa Winnie. Sasa kwa upande mzima wa King anatoka jela, anatoka polisi. Sasa ujio wa kutoka polisi akiwa hajapata msaada wote ule, aidha kwa upande mzima wa Winnie mwenyewe au kwa upande mzima wa Sandra, akiwa hajatoa msaada wote ule, hii inaashiria wazi kwamba King pia ni mtu ambaye inabidi aweze kuwa na misimamo yake. Kwa hivyo hii pia itazidi kumuumiza sana kwa upande mzima wa Winnie, kwa sababu ni vile matarajio yake alijua labda kama akikamatwa basi inabidi aweze kupelekwa jela, aweze kufungwa, lakini imekuwa ndivyo sivyo, kitu ambacho kinakwenda kuibua hisia nzito sana, kwa sababu ataona ni kama alikosea sana, bora hata asingempeleka. Kwa sababu kama mtu ameenda alafu kisha akatoka, imagine unamshtaki mtu unampeleka kafungwe, alafu kesho unamkuta mtaani, lazima kuna vitu utajiuliza swali sana, na unakuwa unatamani walau hata ukamuulize maswali kwamba vipi imekuwaje ndugu yangu, lakini inakuwa ni ngumu tena, kwa sababu tayari uhusiano wako na yeye unakuwa haupo, unakuwa sio mzuri. Sasa hicho kitu ndicho ambacho kimechotokea moja kwa moja, ndio ambacho kilichojili. Kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, huyu ambaye ni Winnie, itakuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kufanya jambo lolote lile, kwa sababu ndio hivyo, kashamkosea, kashampeleka polisi. Lakini pia kama unavyojua hisia tu ndio hivyo mambo yanavyokwenda. Sasa kitu kingine pia ambacho kilichokuwepo pale ni swala zima la huyu ambaye ni Naomi bana, alikuwa amepigiwa simu na mchepuko wake. Sasa hivi kana mchepuko mwingine, kwa hivyo kidogo pale aweze kufahamika, lakini baadaye akameweza kufanikisha kuweza kuepuka huo msala. Ndio maana kama ulivyoona alipata pale kushukuru kwamba kidogo nikamatwe. Kwa hivyo mzee Tano hapo kazi anayo, yani mzee Tano hapo ni kama anapoteza muda, kwa sababu huo ni binti ambaye kiufupi ana mambo mengi, na anamuona kama mzee Tano ni mtu tu ambaye anampatia pesa. Sasa kuna vitu viwili ambavyo vipo kwenye maisha. Unajua ukimpenda sana mdada halafu yeye akaonekana kwamba yani kuna dalili unaziona tu kwamba huyu ananipenda kwa sababu nina pesa, basi hapo jua kabisa hakuna penzi lote. Lakini kama akikupenda kwa kitu kingine kabisa,
aidha jinsi ulivyochangamka na uhusiano wenu, labda mazoea mlionayo na nini, akakupenda tu from nowhere. Lakini sio kwa hiyo ukiangalia kabisa, ukichakata akili, hauone kabisa kwamba pesa ikichukua nafasi hapo, kunakuwa na nafasi kubwa ambayo ipo. Lakini kwa upande wa Naomi, kafuata pesa hapo na maisha mazuri, lakini hana mapenzi yote yale. Kwa hivyo kurudiana na Zumba au kufanya chochote kile inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu yeye anakuwa amebezi kwenye pesa. Lakini pia wenye pesa pia hawana time na mpenzi, ndio maana inabidi muda, kama ulikuwa kijana, basi umtafute mpenzi wako mkiwa vijana, alafu muoane mfike mbali, kuliko ukiwa na pesa alafu uanze kutafuta, inaweza kukusumbua kidogo. Kwa hivyo huo ni ushauri wangu mimi, Mr. Bongo Movie Network. Sasa kwa upande mzima wa Suzy mwenyewe muhusika, Suzy kwa sasa na pressure nyingi sana na hajui afanyeje kwa sasa, kwa sababu maisha ni kama vile hayaelewi. Kila kuni kwa sasa inaanawishika ni kama inaelekea kukatika, na hii ni kweli, kwa sababu ndo kwanza tayari kule mambo yasharibika. Lakini pia kwa kukamatwa kwa King hapa pia na wasiwasi mkubwa sana kwamba aidha anaweza katajwa. Kwa hivyo ndio wasiwasi mkubwa sana ambao nao na pressure kubwa sana. Lakini pia hajafahamu kwamba King akamatwa kwa sababu ya nini, ni kipi hasa ambacho kichosababisha aweze kukamatwa. Sasa wakati ataelekea kwa King, atapata taarifa pia tena huko nyumbani mambo ni moto. Kwa hivyo hapo atazidi kuchanganyikiwa kabisa. Ule wakati ambao watu wengi sana waliusubiri, ambao ulikuwa ni wakati ambao sasa wa kuweza kushuhudia sasa mtu kama huyu anapata mambo gani, basi ndio huu hapa. Ule wakati ndio huu hapa sasa. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kwa unakubali mtamthilia, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe na dondosha maoni yako hapo chini. Hakikisha nikwambie huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina. Basi tukutane katika video inayofuata. Asante kuweza kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Hatimaye siri imeweza kufahamika, hii kimaanisha kwamba Suzy ndiye aliyemzika mama yake na sehemu pekee alipomzika ni sehemu hiyo. Kwa hivyo ameweza kupafahamu. Ni kitu ambacho hakukitarajia kabisa, ila tu alijua labda kwamba kuna mzoga aidha wa mbwa au wa mnyama yote ule ambao ulifikiwa hapo. Hakujua, hakufahamu kama hii ingeweza kujiri, yani kama binadamu ndiye aliyefikiwa hapo. Ni kitu ambacho hakukifikiria kabisa. Sama tu baada ya kuweza kupiga jembe mbili jembe tatu, anainua mkono wa binadamu, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Sasa je, swali kubwa ni kwamba je, ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri? Kumbuka ni kwamba inabidi hapo basi aweze kupelekwa jela. Kama ni vipi huyu ambaye ni Suzy aweze kupelekwa jela. Kwa hivyo moja kwa moja tukio hili inakwenda kuibua maswali mazito sana, mambo mengi sana yanakwenda kufika mwisho katika upande wa Suzy, na huu ndio mwisho mzima wa Suzy na hatima yake ya yeye kuweza kufika katika mikono ya polisi na kuweza kufungwa kwa kosa la kuweza kufanya mauaji ya mama yake.
Kwa hivyo hili ni balaa zito kinoma. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net. Kimsingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni channel ya upendo. Kama kweli unakubali comment na msalafu, kisha nikwambie tu kwamba hakikisha unadondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwa upande wako binafsi kwamba je, unahisi ni adhabu ipi ambayo inamstahili Suzy kwa sasa, kwamba je aweze kufungwa kifungo cha maisha au aweze kuhukumiwa kunyongwa kwa kosa la kuweza kuua? Ni kipi hasa ambacho kwa upande wako unakiona ni sahihi aweze kufanyiwa Suzy? Adhabu gani ambayo inamfaa aweze kufanyiwa? Niambie kwenye comment hapo, alafu kisha bonyeza neno subscribe. Basi nichukue nafasi hii kualike, huu ni uchambuzi kwa kina na hapa unazungumza uchambuzi. Kwa hivyo karibu tuweze kuanza uchambuzi. Tutaanzia mwanzoni kabisa ni kufahamisha yale ambayo ulikuwa uyafahamu, lakini pia nikujuza ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri. Sasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mwanzoni kabisa, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Winnie kama unafahamu tayari chakuja kumpeleka polisi kwa upande mzima wa King. Sasa chajibu ni kwamba King kuna pointi ambazo zimeonyesha wazi kwamba inabidi waweze kumwachia, kwa sababu kesi ambayo aliyoitwa na namna ambavyo walivyokuwa ni defend, lakini pia ukikumbuka yeye kipindi kile ndiye aliyepiga simu polisi. Ukiangalia mazingira haya utagundua kabisa moja kwa moja kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa au limekwenda sawa. Kwa hivyo moja kwa moja inabidi waweze kumwachia aweze kufika mtaani na kuweza rasmi polisi wao wenyewe waweze kuanza uchunguzi. Sasa ukiachana nao ni kwamba kuna kitu kipi hapa ambacho kipo kwa upande mzima wa Winnie. Sasa kwa upande mzima wa King anatoka jela, anatoka polisi. Sasa ujio wa kutoka polisi akiwa hajapata msaada wote ule, aidha kwa upande mzima wa Winnie mwenyewe au kwa upande mzima wa Sandra akiwa hajatoa msaada wote ule, hii inaashiria wazi kwamba King pia ni mtu ambaye inabidi aweze kuwa na misimamo yake. Kwa hivyo hii pia itazidi kumuumiza sana kwa upande mzima wa Winnie, kwa sababu ni vile matarajio yake alijua labda kama akikamatwa basi inabidi aweze kupelekwa jela, aweze kufungwa, lakini imekuwa ndivyo sivyo, kitu ambacho kinakwenda kuibua hisia nzito sana, kwa sababu ataona ni kama alikosea sana, bora hata asinimpeleke. Kwa sababu kama mtu ameenda alafu kisha akatoka, imagine unamshtaki mtu unampeleka akafungwe, alafu kesho unamkuta mtaani, lazima kuna vitu utajiuliza swali sana, na unakuwa unatamani walau hata ukamuulize maswali kwamba vipi imekuwaje ndugu yangu, lakini inakuwa ni ngumu tena, kwa sababu tayari uhusiano wako na yeye unakuwa haupo, unakuwa sio mzuri. Sasa hicho kitu ndicho ambacho kimechotokea moja kwa moja, ndio ambacho kilichojili. Kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, ambaye ni Winnie, itakuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kufanya jambo lolote lile, kwa sababu ndio hivyo kashamkosea, kashampeleka polisi. Ni pia kama unavyojua hisia tu hivyo mambo yanavyokwenda. Sasa kitu kingine pia ambacho kilichokuwepo pale ni swala zima la huyu ambaye ni Naomi bana alikuwa amepigiwa simu na mchepuko wake. Sasa hivi kana mchepuko mwingine, kwa hivyo kidogo pale aliweza kufahamika, lakini baadaye akameweza kufanikisha kuweza kuepuka huo msala. Ndio maana kama ulivyoona alipata pale kushukuru kwamba kidogo nikamatwe. Kwa hivyo mzee Tano hapo kazi anayo, yani mzee Tano hapo ni kama anapoteza muda, kwa sababu huo ni binti ambaye kiufupi ana mambo mengi, na anamuona kama mzee Tano ni mtu tu ambaye anampatia pesa. Sasa kuna vitu viwili ambavyo vipo kwenye maisha. Unajua ukimpenda sana mdada halafu yeye akaonekana kwamba yani kuna dalili unaziona tu kwamba huyu ananipenda kwa sababu nina pesa, basi hapo jua kabisa hakuna penzi lote. Lakini kama akikupenda kwa kitu kingine kabisa, aidha jinsi ulivyochangamka na uhusiano wenu, labda mazoea mlionayo na nini, akakupenda tu from nowhere, lakini sio kwa hiyo ukiangalia kabisa ukichakata akili hauone kabisa kwamba pesa ikichukua nafasi, hapo kunakuwa na nafasi kubwa ambayo ipo. Lakini kwa upande wa Naomi kafuata pesa, hapo na maisha mazuri, lakini hana mapenzi yote yale. Kwa hivyo kurudiana na Zumba au kufanya chochote kile inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu yeye anakuwa amebezi kwenye pesa. Lakini pia wenye pesa pia hawana time na mpenzi, ndio maana inabidi muda kama ulikuwa kijana basi umtafute mpenzi wako mkiwa vijana, alafu muoane mfike mbali, kuliko ukiwa na pesa alafu uanze kutafuta, inaweza kukusumbua kidogo. Kwa hivyo huo ni ushauri wangu mimi Mr. Bongo Movie Network. Sasa kwa upande mzima wa Suzy mwenyewe muhusika, Suzy kwa sasa ana pressure nyingi sana na hajui afanyeje kwa sasa, kwa sababu maisha ni kama vile hayaelewi. Kila kuni kwa sasa inaoshika ni kama inaelekea kukatika, na hii ni kweli, kwa sababu ndo kwanza tayari kule mambo yasharibika. Lakini pia kwa kukamatwa kwa King hapa pia na wasiwasi mkubwa sana kwamba aidha
anaweza akatajwa. Kwa hivyo ndio wasiwasi mkubwa sana ambao alionao na pressure kubwa sana, lakini pia hajafahamu kwamba King kakamatwa kwa sababu ya nini, ni kipi hasa ambacho kichosababisha aweze kukamatwa. Sasa wakati ataelekea kwa King atapata taarifa pia tena huko nyumbani mambo ni moto. Kwa hivyo hapo atazidi kuchanganyikiwa kabisa. Ule wakati ambao watu wengi sana waliusubiri, ambao ulikuwa ni wakati ambao sasa wa kuweza kushuhudia sasa mtu kama huyo anapata mambo gani, basi ndio huu hapa. Ule wakati ndio huu hapa sasa. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii Bongo Movie Net, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama uko unakubali mtamthilia, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha unadondosha maoni yako hapo chini. Hakikisha nikwambie huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina. Basi tukutane katika video inayofuata. Asante kuweza kuwa na mimi. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Hatimaye siri imeweza kufahamika. Hii kimaanisha kwamba Suzy ndiye aliyemzika mama yake, na sehemu pekee alipomzika ni sehemu hiyo. Kwa hivyo ameweza kupafahamu. Ni kitu ambacho hakukitarajia kabisa, ila tu alijua labda kwamba kuna mzoga aidha wa mbwa au mnyama yote yule ambao ulifikiwa hapo. Hakujua, hakufahamu kama hii ingeweza kujili, yani kama binadamu ndiye aliyefikiwa hapo. Ni kitu ambacho hakukifikiria kabisa. Sasa tu baada ya kuweza kupiga jembe mbili jembe tatu, anainua mkono wa binadamu, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Sasa je, swali kubwa ni kwamba je, ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili? Kumbuka ni kwamba inabidi hapo basi aweze kupelekwa jela. Kama ni vipi huyu ambaye ni Suzy aweze kupelekwa jela. Kwa hivyo moja kwa moja tukio hili linakwenda kuibua maswali mazito sana, mambo mengi sana yanakwenda kufika mwisho katika upande wa Suzy, na huu ndio mwisho mzima wa Suzy na hatima yake ya yeye kuweza kufika katika mikono ya polisi na kuweza kufungwa kwa kosa la kuweza kufanya mauaji ya mama yake. Kwa hivyo hili ni balaa zito kinoma noma. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kuna unakubali kuenda msalafu, kisha nikwambie tu kwamba hakikisha unadondosha maoni yako hapo chini, tuambie kwa upande wako binafsi kwamba je, unahisi ni adhabu ipi ambayo inamstahili Suzy kwa sasa, kwamba je aweze kufungwa kifungo cha maisha au aweze kuhukumiwa kunyongwa kwa kosa la kuweza kuua? Ni kipi hasa ambacho kwa upande wako unakiona ni sahihi aweze kufanyiwa Suzy? Adhabu gani ambayo inamfaa aweze kufanyiwa? Niambie kwenye comment hapo, alafu kisha bonyeza neno subscribe. Basi nichukue nafasi hii kualike, huu ni uchambuzi kwa kina na hapa unazungumza uchambuzi. Kwa hivyo karibu tuweze kuanza uchambuzi. Tutaanzia mwanzoni kabisa ni kufahamisha yale ambayo ulikuwa uyafahamu, lakini pia nikujuza ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri. Sasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mwanzoni kabisa, kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Winnie kama unafahamu tayari chakuja kumpeleka polisi kwa upande mzima wa King. Sasa chajibu ni kwamba King kuna pointi ambazo zimeonyesha wazi kwamba inabidi waweze kumwachia, kwa sababu kesi ambayo aliyoitwa na namna ambavyo alivyokuwa anajidefend, lakini pia ukikumbuka yeye kipindi kile ndiye aliyepiga simu polisi. Ukiangalia mazingira haya utagundua kabisa moja kwa moja kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa au limekwenda sawa. Kwa hivyo moja kwa moja inabidi waweze kumwachia aweze kufika mtaani na kuweza rasmi polisi wao wenyewe waweze kuanza uchunguzi. Sasa ukiachana nao ni kwamba kuna kitu kipi hapa ambacho kipo kwa upande mzima wa Winnie. Sasa kwa upande mzima wa King anatoka jela, anatoka polisi. Sasa ujio wa kutoka polisi akiwa hajapata msaada wote ule, aidha kwa upande mzima wa Winnie mwenyewe au kwa upande mzima wa Sandra akiwa hajatoa msaada wote ule, hii inaashiria wazi kwamba King pia ni mtu ambaye inabidi aweze kuwa na misimamo yake. Kwa hivyo hii pia itazidi kumuumiza sana kwa upande mzima wa Winnie, kwa sababu ni vile matarajio yake alijua labda kama akikamatwa basi inabidi aweze kupelekwa jela, aweze kufungwa, lakini imekuwa ndivyo sivyo, kitu ambacho kinakwenda kuibua hisia nzito sana, kwa sababu ataona ni kama alikosea sana, bora hata asingempeleka. Kwa sababu kama mtu ameenda alafu kisha akatoka, imagine unamshtaki mtu unampeleka akafungwe, alafu kesho unamkuta mtaani, lazima kuna vitu utajiuliza swali sana, na unakuwa unatamani walau hata ukamuulize maswali kwamba vipi imekuaje ndugu yangu, lakini inakuwa ni ngumu tena, kwa sababu tayari uhusiano wako na yeye unakuwa haupo, unakuwa sio mzuri. Sasa hicho kitu ndicho ambacho kimechotokea moja kwa moja, ndio ambacho kilichojili. Kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, ambaye ni Winnie, itakuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kufanya jambo lolote lile, kwa sababu ndio hivyo, kashamkosea, kashampeleka polisi. Lakini pia kama unavyojua hisia tu
hivyo mambo yanavyokwenda. Sasa kitu kingine pia ambacho kilichokuwepo pale ni swala zima la huyu ambaye ni Naomi. Naomi bana alikuwa amepigiwa simu na mchepuko wake. Sasa hivi kana mchepuko mwingine, kwa hivyo kidogo pale aliweza kufahamika, lakini baadaye akameweza kufanikisha kuweza kuepuka huo msala. Ndio maana kama ulivyoona alipata pale kushukuru kwamba kidogo nikamatwe. Kwa hivyo mzee Tano hapo kazi anayo. Yaani mzee Tano hapo ni kama anapoteza muda, kwa sababu huo ni binti ambaye kiufupi ana mambo mengi na anamuona kama mzee Tano ni mtu tu ambaye anampatia pesa. Sasa kuna vitu viwili ambavyo vipo kwenye maisha. Unajua ukimpenda sana mdada alafu yeye akaonekana kwamba kuna dalili unaziona tu kwamba huyu ananipenda kwa sababu nina pesa, basi hapo jua kabisa hakuna penzi lolote. Lakini kama akikupenda kwa kitu kingine kabisa, aidha jinsi ulivyochangamka na uhusiano wenu, labda mazoea mlionayo na nini, akakupenda tu from nowhere, lakini sio kwa hiyo ukiangalia kabisa ukichakata akili hauone kabisa kwamba pesa ikichukua nafasi, hapo kunakuwa na nafasi kubwa ambayo ipo. Lakini kwa upande wa Naomi kafuata pesa hapo na maisha mazuri, lakini hana mapenzi yote yale. Kwa hivyo kurudiana na Zumba au kufanya chochote kile inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu yeye anakuwa amebezi kwenye pesa. Lakini pia wenye pesa pia hawana time na mpenzi. Ndio maana inabidi muda kama ulikuwa kijana, basi umtafute mpenzi wako mkiwa vijana, alafu muoane mfike mbali, kuliko ukiwa na pesa alafu uanze kutafuta, inaweza kukusumbua kidogo. Kwa hivyo huo ni ushauri wangu.